kujalia uzima na kukutanisha katika tukio hili muhimu hii leo. Pili, ni kushukuru Mheshimiwa Rais kwanza kwa kukubali tuzo hizi zitajwe kwa jina lako, yaani Samia Kalamu Awards. Pili, tunakushukuru sana kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la tuzo ambazo zinatolewa kwa mara ya kwanza hapa nchini. Hizi ni tuzo mahususi kwa waandishi wa habari za maendeleo, ambapo lengo kuu ni kuchochea uandishi wa makala zilizofanyiwa utafiti na uchambuzi kuhusu maendeleo jumuishi, uwajibikaji, uzalendo na kujenga chapa na taswira chanya ya nchi yetu. Ni ukweli usiopingika kwamba kwa miongo kadhaa uandishi wa habari hapa nchini umejikita kwenye kuhabarisha na kuburudisha, huku uandishi wa habari au makala zilizofanyiwa utafiti wa kina ambazo zina matokeo chanya katika kuelimisha jamii zikiandikwa kwa kiwango cha chini. Vyombo vingi vya habari nchini vimekuwa vikitangaza maudhui ya nje yasiyokidhi mahitaji ya hadhira ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, tunayo fahari kubwa kuziita tuzo hizi Samia Kalamu Awards. Kwa miaka 37 TAMWA tumekuwa katika harakati za kuhakikisha sauti za wanawake zinasikika kupitia vyombo vya habari, mgawanyo sawa wa majukumu ndani ya vyombo vya habari na nje ya vyombo vya habari, na pia TAMWA tulijikita kuhamasisha wanawake kuingia katika nafasi mbalimbali za uongozi, ama kwa kugombea au kwa kuteuliwa. Na leo tumekushuhudia rais mwanamke wa kwanza hapa nchini ambaye ni wewe rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hakika kwetu sisi haya ni mafanikio makubwa. Tuzo hizi ni matokeo ya mafunzo ambayo TAMWA na TCRA tuliendesha kwa wanahabari, maafisa wa habari wa serikali, watangazaji, wazalisha maudhui mtandaoni, wamiliki wa vyombo vya habari, wahadhiri pamoja na wahariri. Jumla ya wanahabari 2054 walishiriki kutoka katika mikoa yote ya Tanzania na bara na Zanzibar. Lengo la mafunzo haya ilikuwa ni kukumbushana wajibu wetu wa msingi wa kuwahabarisha Watanzania kupitia habari zenye tija zilizofanyiwa utafiti au uchambuzi wa kina, zitakazoisaidia jamii ya Kitanzania kushiriki katika ujenzi wa taifa na pia kuiwezesha jamii kufanya maamuzi sahihi. Tunatamani kuona uzalishaji wa maudhui ya ndani unaongezeka, hasa kwenye vyombo vya habari na utangazaji, yakiwemo majukwaa ya mitandaoni. Maudhui ya mitandaoni yanasaidia kutangaza nchi yetu kimataifa, ikiwa ni pamoja na utamaduni, mila na desturi zetu. Mheshimiwa Rais, jumla ya kazi 1131 zilipokelewa na kuwasilishwa kwa majaji. Kazi hizi zilichujwa na majaji ambao ni wabobevu wa taaluma ya habari na kubaki kazi 85. Kupitia mfumo maalumu wa samiaawards.tz, jumla ya kura 60,638 zilipigwa na wananchi na kisha kupata washindi 38 kutoka katika makundi yote ya tuzo. Katika mchakato huu, wananchi ambao ndio walaji wa maudhui ya vyombo vya habari walipewa 60% ya kufanya maamuzi, huku majaji wakipewa 40%. Mheshimiwa Rais, uandishi wa maudhui ya ndani, ikiwa ni pamoja na makala zinazohusu miradi mbalimbali ya maendeleo nchini, unahitaji kuwa na mapenzi na nchi yako. Katika mafunzo tuliyoyatoa, somo la uzalendo lilikuwa sehemu ya mafunzo haya, na hivyo kuchangia ongezeko la makala kuhusu miradi ya maendeleo ambayo inagusa sekta mbalimbali za kiuchumi, kijamii, kiutamaduni. Ndio maana TAMWA na TCRA tukaja na kauli mbiu isemayo uzalendo ndio ujanja. Na hapa Mheshimiwa Rais, makofi uliyoyasikia naamini ni wale waandishi wenzangu ambao walipita kwenye haya mafunzo. Bila shaka somo la uzalendo liliwaingia.
Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, katika tuzo hizi tuna kipengele cha tuzo maalum. Moja ya tuzo hizo ni tuzo ya nishati safi ya kupikia. Kamati tuliona kuna haja ya kuweka tuzo hii katika kundi hili maalum ili kuibeba ajenda ya nishati safi ya kupikia, ikiwa ni katika kuunga mkono juhudi zako Mheshimiwa Rais, kwani wewe ni kinara wa ajenda hii hapa nchini na kimataifa. Mheshimiwa Rais, sisi TAMWA kwa sasa tunatekeleza mpango mkakati kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, ambapo mkakati huu umejumuisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. TAMWA tunayo furaha kuona kwamba umeibeba ajenda hii kuifanya kuwa ya kimataifa na kitaifa, kwani hili ni eneo ambalo tumelifanyia kazi kwa miongo kadhaa, tukipinga mauaji ya vikongwe waliokuwa wakituhumiwa kwa uchawi kwa kuwa na macho mekundu yanayosababishwa na matumizi ya nishati ya kuni kwa kupikia. TAMWA imeona kuna haja ya wanahabari wanawake na wanaume kupata elimu sahihi kuhusu nishati safi ya kupikia na namna tunavyopaswa kuripoti taarifa hizi. Hivyo tuko tayari kushirikiana na wadau mbalimbali kuzunguka nchi nzima kuhakikisha tunaibeba ajenda hii na kuleta matokeo chanya. Na hapa Mheshimiwa Rais, naomba kwa ridhaa yako katika ukumbi huu nimealika wadau wa nishati safi wawili, Bi Fatma pamoja na Anet. Kama mpo katika ukumbi huu naomba msimame. Bi Fatma ni mjasiriamali, anakaanga samaki, ameacha kutumia mkaa ambao sio rafiki kwa mazingira. Naomba mpunge mkono Mheshimiwa Rais aweze kuwaona. Lakini Anet ni binti ambaye amemaliza chuo kikuu, anatengeneza mkaa ambao ni nishati safi. Kwa hiyo Fatma ni mteja wa Anet. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na wadau hawa ili kueneza elimu hii ya nishati safi ya kupikia. Mheshimiwa Rais, utafiti uliofanywa na shirika la kimataifa la waandishi wa habari wasio na mipaka, yani Reporters Without Borders, umeonyesha kwamba Tanzania imepanda kwa nafasi 2 katika viwango vya kimataifa vya kuheshimu uhuru wa habari kwa mwaka huu wa 2025. Tanzania imeshika nafasi ya 95 kati ya nchi 180 duniani ikilinganishwa na nafasi 97 ambayo tulishika mwaka 2024. Kupanda huku ni ishara ya hatua chanya zinazochukuliwa hapa nchini na serikali yako Mheshimiwa Rais pamoja na wadau mbalimbali katika kulinda na kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari. Kwa mafanikio haya, Tanzania imeongoza ukanda wa Afrika Mashariki katika kuheshimu uhuru wa habari. Matokeo ya utafiti huu yawe changamoto kwetu wanahabari kutumia kalamu zetu kwa weledi ili kuchangia kuleta maendeleo hapa nchini. TAMWA inatambua na kuthamini mchango wa serikali yako Mheshimiwa Rais katika kuimarisha tasnia ya habari. Tunaahidi kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha kuwa uandishi wa habari nchini unaendelea kuwa taaluma muhimu na daraja kati ya jamii na serikali katika kuifikia Tanzania tuitakayo. Nimalizie kwa kukushukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kuwa sehemu ya historia hii muhimu, na ni matumaini yetu kwamba tuzo hizi zitakuwa endelevu, na hivyo ni waombe wadau mbalimbali muendelee kutushika mkono ili kuhakikisha tuzo hizi zinaendelea kuwepo na zinaleta matokeo chanya katika taaluma ya habari na maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Haya, tuongeze tena makofi mengi kwa mwenyekiti wa TAMWA. TAMWA oye!